Na tumaini ni mzima na buheri wa afya. Na nikualike tu katika Kawabe Sports, na hizi ni updates za Kawabe Sports baada ya ligi kuu Tanzania bara kutamatika hapo jana na Young Africans kutoa ubingwa ligi kuu mara ya 5 mtawaliwa. Mimi ni Humphrey Kamel na nakuletea update hizi. Tuanze kuzungumzia vilabu vinne ambavyo vilikuwa natazamiwa kwenda kushiriki michuano kimataifa. Wa kwanza tumempata Young Africans ana pointi 75, wa pili Simba Sports Club ana pointi 73, wa tatu ni Azam FC pointi 64 na wa nne ni Singida Black Stars pointi 50. Hawa ndio wawakilishi wetu wapya kwenye michuano ya kimataifa barani Afrika. Wawili wanakwenda klabu bingwa, wawili wanakwenda shirikisho barani Afrika. Je, yako mtazamo wako ni upi kwamba vilabu hivi vitaenda kushindana au vitaenda kutembea tu na kurejea hapa nyumbani Tanzania? Lakini kwa upande wa michezo iliyochezwa hapo jana walikuwa na matukio kaza wa kaza, lakini tukio baya zaidi kutamatisha msimu ni tukio la Pacome Pedro Zouzoua kupata injury mbaya ambayo ilimsababishia kutokuendelea na mchezo, na baada ya tukio hilo alipelekwa haraka hospitali na tujui mpaka sasa hivi taarifa iko vipi. Na baada ya mchezo kutamatika, rais wa Young Africans Engineer Hersi Said alizungumza na waandishi wa habari na kusema kwamba nilikwenda kumwangalia Pacome Zouzoua, lakini kiafya zaidi sasa nikatolea ufafanuzi wa aina yote, asubiri ripoti ya madaktari. Tukumbuke Pacome ni mchezaji wa kimataifa wa Ivory Coast, yuko ndani ya Young Africans, amepata injury mbaya uko nje. Tukumbuke ana familia na mtegemea huyu Pacome, lakini kikubwa zaidi ni kumwombea dua kama mwanamichezo. Ukiwa shabiki wa Simba au Young Africans, wewe shabiki wa mpira, unapaswa tumwombee dua Pacome Pedro Zouzoua arudi haraka. Lakini kwa upande wa JKT Tanzania, baada ya tukio lile kutokea, mchezo kutamatika, walitoa taarifa kwa umma kwa upande wao ambao walikuwa wanaelezea kuomba msamaha baada ya tukio lile kufanyika na kwa mchezaji yule kumchezea rafu mbaya Pacome Pedro Zouzoua. Kwa hiyo ligi kuu Tanzania bara imetamatika jana rasmi, lakini bingwa amepatikana Young Africans mara 5 mfululizo amekuwa bingwa. Lakini kwenye vita ya ufungaji bora Mosi ametoa tuzo ya mfungaji bora wa msimu 25-26 akiwa na timu ya Singida Black Stars. Alifunga goli 3 jana, akafikisha goli 17 na Faisal akabwagwa chali pamoja na Alan Okello. Kwa hiyo tuna mfungaji bora kutoka Singida Black Stars, na bingwa tumempata Young Africans. Simba nafasi ya pili licha ya ushindi wa aina yao, lakini ilikuwa tukio la kupendeza sana jana. Kulikuwa na chopa ilikuwa inazunguka katika viwanja viwili, inakuja KMC inakwenda Meja Jenerali Samuel, hatimaye katua Meja Jenerali Samuel. Kwa hiyo kama mwanamichezo kuna vingi vya kujifunza ndani ya msimu uliotamatika na vingi vya kuvichukua kama timu yako ambayo imeshindwa kutoa ubingwa na kujifanyia marekebisho hapo walipokwama, na msimu ujao kutengeneza timu bora ya ushindani kuja kupata ubingwa. Lakini kimataifa tunakumbuka michuano ya World Cup inaendelea. Hatimaye baadhi ya timu ambazo zimefuzu, jana Norway akimfunga Ivory Coast goli 2-1 na akafanikiwa kwenda kutinga hatua ya 16 bora. Kwa upande wa France akashinda goli 3-0 dhidi ya Sweden, ikamfanya kwenda kutinga hatua ya 16 bora. Kwa upande wa Mexico mwenyeji akamfunga Ecuador goli 2-0, wakafanikiwa kwenda kutinga hatua ya 16 bora. Kwa hiyo kwa upande wa timu zobakia, kuna timu ya Afrika imebakia Congo dhidi ya England ambao wanacheza leo saa 1 usiku, na Argentina dhidi ya Cape Verde watacheza usiku wa kuamkia kesho. Kwa hiyo kama mwanamichezo, mwanasoka, tuziombe timu zobakia za Afrika hizi ili kufanikiwa kwenda kutinga hatua ya 16 bora kama Morocco alichokifanya na kwenda hatua ya 16 bora. Mimi ni Humphrey Kamel na kuaga kwa heri, bye bye kwa sasa. Tukutane wakati mwingine.